وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Tukiwa tunaendelea na darasa zetu za kitabu Sifat Salati Nabi sallallahu alayhi wasallama cha mwandishi wake Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Tukiwa bado tuko kwenye mlango wa kuelezea baadhi ya hoja za wafuasi wa madhehebu ambao hata ikiwabainikia dalili wanaachana nayo kwa kunusuru madhehebu yao na majawabu yake. Tumesoma hoja ya kwanza, nayo ni mategemezi yao katika hadithi dhaif, bali hadithi batila, hadithi ambayo ni maudhu, isemayo ikhtilafu ummati rahma. Lakini pia tukasoma maelezo ya wanazuoni rahimahumullahu ta'ala kwamba haki haigawanyiki, siku zote haki ni moja tu. Haiwezi kutoka haki katoka vipande viwili ambavyo vyote viwe viko sawa sawa, la abadan. Lazima kuna ambao watakuwa wamepatia katika jambo lililotofautiwa na kuna ambao watakuwa wamekosea. Tukasoma katika suala hili la pili, la hoja ya pili, ambayo ni hoja ya kutofautiana maswahaba. Mbona kama kutofautiana kwenye dini kumekatazwa, kwa nini maswahaba wametofautiana? Tukasema tofauti za maswahaba ni tofauti na tofauti zetu sisi kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza, sababu ya kutofautiana. Njia ya pili, athari ya kutofautiana. Sababu kuu za kutofautiana maswahaba ni kufahamu dalili za kisheria, na hata yule aliyebainikiwa baada yake kwamba usawa uko kwa mwingine, anafuata ule usawa uliombainikia, haendelei na rai yake. Lakini katika lenye kujulisha kwamba kutofautiana sio hoja wala dalili kisheria, ni kwamba maswahaba walipotofautiana, baadhi yao waliwakosoa wengine. Hakuna aliyenyamaza akasema kila mmoja bwana ana uhuru wa kufuata kile kilichomdhihirikia, bali wote walikosoana. Kwa kila yule ambaye anaona jambo limembainikia, upande wake ndio wenye nguvu, alikuwa akimkosoa yule mwingine ambaye anamuona kwamba upande wake hauna nguvu. Na yule ambaye anabainikiwa kati yao na usawa, alikuwa anaacha rai yake, anarejea katika usawa. Kwa tofauti zao zilikuwa kwenye kufahamu dalili za kisheria, na pale wanapobainikiwa na usawa wanaachana na zile fahamu zao, wanafuata ule usawa. Lakini tofauti zetu sisi ni za makusudi. Unajua dalili ilipo, lakini unafanya makusudi. Kwa hiyo bado tunaendelea. Akasema rahimahullahu ta'ala Sheikh Al-Albani, wa khulasatuhu, na ufupi wa jawabu la hoja hii, anna sahabata ikhtalafu tiraran, ni kwamba masahaba wao walitofautiana kidharura, yani kwa kulazimika. Walakinnahum kanu yunkiruna al-ikhtilafa, lakini wao walikuwa wakipinga kutofautiana. Wayafiruna minhu ma wajadu ila dhalika sabila, na walikuwa wakikimbia tofauti kwa kila njia wanayoipata ya kukimbia tofauti. Wa amal muqallida, ama watu wetu wa sasa hivi wanaofuata tu bila dalili, famaa imkanihimul khalas minhu, pamoja na kuwezekana kwao kujitoa kwenye tofauti, walau fi qismin kabirin minhu,
japo kwenye sehemu kubwa ya hizo tofauti zao wana uwezo wa kuziondoka hizo tofauti wakapata usawa wakaufuata. Pamoja na hivyo uwezo wa kujua dalili ziko wapi wazifuate upo. Pamoja na hivyo wao fala yatafakahuna wala yasauna ilaihi, hawajifunzi ili wajue usawa uko wapi, wala wale wenye elimu nao hawatoi jitihada zao kutafuta usawa. Kila mmoja anajitetea, wengine wajitetea bila hoja. Wengine wazungumza dalili hana, lakini bora awe kasema tu, bora awe kawasema watu fulani, kawajibu watu fulani, hata kama hana dalili, hata kama hana hoja za kielimu, kazungumza kwa jazba. Watu wa sasa wako hivyo. Maswahaba wao hawakuwa hivyo. Bali yukiruna, bali wao wanathibiti kwenye hizo khilafu zao. Fashattanu idhan baina al-ikhtilafain, basi pana umbali mno baina ya tofauti hizi mbili, tofauti za maswahaba na tabi'in na maimam na tofauti zetu sisi. Kuna tofauti kubwa sana. Wa amma al-farqu min jihati al-athari, anasema dhalika huwa al-farqu min jihati sabab. Hii ndiyo tofauti iliyopo baina ya ikhtilafu zilizotokea kwa maswahaba na maimamu na ikhtilafu zinazotokea kwetu sisi kwenye upande wa sababu za kutofautiana. Ama upande wa athari za kutofautiana, tofauti zilizopo baina ya ikhtilafu zetu na ikhtilafu za maswahaba kwenye athari za kutofautiana, fahuwa awdahu, hilo jambo liko wazi mno. Wadhālika anna sahaba radhiyallahu anhum, na hivyo ni kwa sababu maswahaba Allah awaridhie, ma ikhtilafihimul ma'ruf fil furu'i, pamoja na kutofautiana kwao kwenye kujulikana katika tanzu za kifiqhi. Maswahaba wakutofautiana kwenye misingi ya dini, walitofautiana kwenye furu'i al-fiqhi, kwenye zile furu'i, tanzu, matawi ya fiqhi, sio kwenye misingi ya dini. Sisi tumetofautiana kwenye misingi hasa. Utakuta huyu mmoja anasema Allah yuko juu ya arshi, mwingine anasema Allah yuko kila mahala. Sisi tumetofautiana kwenye asli hasa. Wale walitofautiana kwenye furu'i, masuala kwamba je, nipi hukumu ya mtu kuswali na nguo moja. Wao walitofautiana huko. Sisi tunatofautiana kuhusu uwepo wa Allah hasa. Mwingine anakuambia Allah hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu. Mwingine anakuambia Allah yuko juu ya arshi yake. Sisi tumetofautiana tofauti hasa kwenye itikadi. Wale maswahaba walitofautiana tofauti katika masuala ya furu'i ya kifiqhi. Kadhalika maimamu wetu, maimamu wote wanne, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i na Ahmad, hawakutofautiana kwenye misingi ya dini. Wametofautiana kwenye masuala ya kifiqhi, bali kwenye furu'i za fiqhi. Na ndio maana tunasema kullu al-a'immati al-hudati al-arba'a, kullu al-a'immati al-hudati al-arba'a qad faraqu at-tawa'if al-mubtadi'a wattaba'u fil 'aqdi manhaj as-salaf wa akhadhu nususahu min ghairi laf. Maimamu wote wanne hakuna hata mmoja aliyewahi kujiunga na vikundi vya wazushi, hata mmoja. Kila mmoja ametahadharisha na vikundi vya wazushi. Na kwenye itikadi zao wote wamefuata itikadi waliokuwa nayo wema waliotangulia, kuanzia Rasulullah na masahaba na atba'u na tabi'ina na atba'ihim. Anaelezea, anasema kanu muhafidhina ashadda almuhafadhati ala madhhari alwahda. Maswahaba pamoja na kutofautiana kwenye zile tanzu za kifiqhi, walikuwa wakihifadhi kwa upeo wa kuhifadhi ule umoja wao. Wao walikuwa wakidhihirisha na kuhifadhi sana umoja wao. Sisi hatuhifadhi umoja, sisi tunatengana kwa sababu ya vitu vidogo vidogo pengine vya kifiqhi.
Ikiwa kuna tofauti za kiakida, hilo ni jambo lingine. Sasa maswahaba hawakuungana na makhawarij, maswahaba hawakuungana na rawafidh, wale mashia walipotokea kipindi cha Ali ibn Abi Talib na kipindi cha Uthman, mwisho utawala wake, hakuna maswahaba walioungana nao, bali Ali ibn Abi Talib walipodhihirisha ile kauli yao mbaya ya kusema kwamba yeye ndiye Allah, yeye ndiye Mungu, Ali ibn Abi Talib aliamua kuwachoma moto baadhi yao. Hawakuungana kwenye suala la itikadi, hakuna kuungana. Ama kwenye masala ya kifiqhi hayasababishi watu watengane. Kwa hiyo maswahaba hawakutofautiana kwenye akida, walitofautiana kwenye baadhi ya tanzu za kifiqhi. Pamoja na hilo waliungana, kwa sababu kutofautiana kwenye tanzu za fiqhi hakuwajibishi kutengana. Na hii ni tofauti na vile wanavyodhani baadhi ya watu. Maswahaba pia walitofautiana bwana. Leo watu huyu shekhe yule amsema huyu, yule amsema huyu. Maswahaba pia walitofautiana lakini waliishi pamoja. Acha upotoshaji. Maswahaba walitofautiana kwenye nini? Hebu wabainishie Waislamu. Maswahaba walitofautiana kwenye masala ya furu'i, ya tanzu za fiqhi, sio misingi ya dini. Na ilipotokea kutofautiana baina yao na baina ya baadhi ya vikundi kwenye misingi ya dini, maswahaba hawakuungana navyo. Walipotokea Qadaria, baadhi ya maswahaba ambao walikuwa hai ni Abdullah ibn Umar, alipoletewa habari yake kwamba wamedhihiri huko kwetu watu wanasema hakuna qadari, Abdullah ibn Umar alisema akhbirhum annahum buraa'u minni wa ana bari'un minhum, waambie kwamba mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Kwa sababu ni swala la kiitikadi. Kwenye masuala ya kiitikadi hakuna umoja, lakini kwenye masala ya kifiqhi hakuna kutengana. Anasema rahimahullah ta'ala, ba'idina kullal bu'di amma yufarriqu al-kalima. Maswahaba walikuwa na umbali wa upeo wa umbali kutokana na kila ambacho kitaleta farqa na kutenganisha neno lao. Wayasda'u sufuf, na kila ambacho kitatia kasoro kwenye safu zao, kitatia kasoro katika safu zao. Faqad kana fihim, kwa hakika walikuwepo baadhi yao maswahaba, mathalan kwa mfano, man yara mashru'iyyat al-jahri bil basmala, walikuwepo maswahaba baadhi yao wenye kuona kwamba bismillah inadhihirishwa katika swala. Miongoni mwa maswahaba wao ni Ali ibn Abi Talib, miongoni mwa maswahaba hao ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika Anas ibn Malik na wengineo, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud. Hawa walikuwa wanaona kwamba bismillah inadhihirishwa kwenye swala za jaharia, na wana dalili, na ziko hadithi takriban zaidi ya 10 za kudhihirisha bismillah. wa man yara adama mashru'iyatihi, na kuna ambao maswahaba walikuwa wakiona kwamba bismillah haidhihirishwi katika swala za jaharia. Miongoni mwao ni Abu Bakri na Umar na Uthman, na baadhi ya riwaya zinajulisha pia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Na kuna hadithi kama 3 hivi za kutodhihirisha bismillah, na hadithi zote za pande mbili sahihi. Ambao wanasema bismillah inadhihirishwa wana dalili sahihi, na wanaosema haidhihirishwi pia wana dalili ambazo ni sahihi. Kipi tufanye? Ambaye atadumu na kudhihirisha tu atakuwa hajafanyia kazi dalili za kusoma kwa siri. Ambaye atadumu na kusoma kwa siri tu bismillah atakuwa hajafanyia kazi dalili zinazojulisha kwamba Rasulullah alidhihirisha baadhi ya wakati. Ambaye atakuwa kafuata ile sunna kisawasawa ni yule ambaye baadhi ya wakati atadhihirisha bismillah na baadhi ya wakati ataisoma kwa siri. Atakuwa amekusanya vitendo vyote vya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi zote ni sahihi za pande zote mbili. Pande zote mbili kuna hadithi ambazo ni sahihi. Na wanazuoni rahimahumullah ta'ala, pale ambapo zinakuja dalili zaidi ya moja
zikawa zina aina fulani kama ya kukinzana, hatua ya kwanza ni kutaka kuziwafikisha kwanza zote zifanyishwe kazi. Ikiwezekana hilo, basi hilo ndio ambalo linatangulizwa kuliko suala la tarjih. Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah anasema wajaa fil basmalati al-israru kadha fil jahri atat akhbaru wa qad asarraha an-nabiy wa qad jahara biha wa kullun qad rawahu man hadar wa Anas qad shahada al-halaini thumma rawahu ma mufassalaini. Anasema Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah kwenye suala la bismillahir rahmanir rahim, kwenye swala za kujidhihirisha zimekuja hadithi zenye kujulisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amedhihirisha baadhi ya wakati, na zimekuja pia hadithi zenye kujulisha kwamba Rasulullah amesoma kwa siri baadhi ya wakati. Anas ibn Malik, masahaba wote wa kullun qad rawahu man hadhar, na sehemu zote hizo mbili, swala la kudhihirisha na la kutodhihirisha, wamelipokea maswahaba waliohudhuria hizo swala. Waliohudhuria swala ambazo kadhihirisha wamepokea kudhihirisha, waliohudhuria swala ambazo Rasulullah kasoma kwa siri wamepokea suala la kusoma kwa siri. Na Anas ibn Maliki amehudhuria hali zote mbili na amezipokea kwa kuzitofautisha. Kwa hiyo mtu ambaye atapatia ni yule ambaye atazifanyia kazi hadithi zote hizi, baadhi ya wakati adhihirishe, baadhi ya wakati asome kwa siri. Kwa hiyo wako baadhi ya maswahaba walikuwa wakiona suala la kudhihirisha bismillah na wengine wakisoma kwa siri. Wakana fihi man yara istihbaba raf'il yadaini, na kuna baadhi yao walikuwa wakiona kwamba ni sunna kuinua mikono. Wa man la yarahu, na baadhi yao walikuwa wakiona kwamba hakuna kuinua mikono. Wa fihi man yara naqdha alwudhu'i bimasil mar'ati, kuna baadhi walikuwa wakiona kwamba udhu unachenguka kwa kugusana na mwanamke. Wa man la yarahu, na kuna ambao walikuwa wakiona kwamba udhu hauchenguki kwa kugusana na mwanamke. Wa ma'a dhalika, pamoja na hivyo, faqad kanu yusalluna jami'a, masahaba wote hawa wenye misimamo hii walikuwa wakiswali pamoja, kwa kuwa tofauti zao haziko kwenye itikadi, ziko kwenye masala ya tanzu za kifiqhi. Waraa imamin wahidi, tena nyuma ya imamu mmoja. Wala yastankifu ahadun minhum anis salah, na hakuna kati yao aliyekuwa akijizuia na kuswali waraa al-imami li khilafi madhhabi, hakuna kati yao aliyekuwa akijizuilia kuswali nyuma ya imamu ambaye anaona kinyume na vile anavyoona, kwa sababu ya utofauti wa mitizamo na madhehebu. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa amma al-muqallidun, ama wafuasi sasa hivi wa madhehebu, fa ikhtilafuhum ala an-naqid min dhalika tamaman, tofauti zao ziko kinyume na hivyo moja kwa moja. Faqad kana min atharihi, imekuwa miongoni mwa athari za tofauti hizi, an tafarraqa almuslimuna fi a'zami ruknin ba'da shahadataini, waislamu wametofautiana kwenye nguzo kubwa baada ya shahada mbili. Ala wa huwa salah, tambueni nguzo hiyo ni swala. Faum yabauna an yusallu jami'an waraa imamin wahid, waislamu wa sasa wafuasi wa madhehebu wao wanakataa kuswali pamoja nyuma imamu mmoja, bihujjati anna salata al-imami batila, kwa hoja kwamba swala ya imamu fulani ni batili au makruha au ni makruhu, ala al-aqalli binisbati ila al-mukhalif lahu fi madhhabihi, tena kwa asilimia chache kwa upande wa yule ambaye amekwenda kinyume na yule imamu kwenye madhehebu yake. Anasema waqad sami'na dhalika, hilo tumelisikia, wa ra'aynahu, tumeliona, kama ra'ahu ghairuna, kama walivyoliona wengine. Wakana min natijati dhalika, ikawa miongoni mwa matokeo ya hilo, antajida wa kaifa la, vipi lisiwe hilo, waqad nassat kutubu ba'dhi al-madhahibi al-mashhurati al-yawm ala karahati awil buthlan, wakati vimeshajulisha baadhi ya vitabu vya baadhi ya madhehebu, vitabu mashuhuri vya baadhi ya madhehebu mashuhuri vileo juu ya umakuruhu au ubatili
wa swala kuswali maamuma nyuma ya madhehebu ya imamu ambaye anafuata madhehebu mengine. Wakana min natija bidhalika, ikawa miongoni mwa matokeo ya hilo, antajida 4 maharib fil masjidil jami', kwamba unaweza ukakuta mihrabu 4 kwenye msikiti wa Ijumaa. Yani msikiti mmoja una sehemu za kuswalishia 4. Watu wanaswali ndani ya wakati mmoja msikiti mmoja nyuma ya maimamu 4. Wanaofuata madhehebu ya Abu Hanifa wana mihrabu yao ya Imamu Abu Hanifa, anasimama pale anaswalisha. Kwa watu wote wa madhehebu ya Abu Hanifa wanakuwa nyuma yake. Malikia kadhalika, Shafi'ia na Hanabila. Na hili limetokea kwenye msikiti wa Maka. Kwenye msikiti wa Maka hata mkitafuta ile sauti ya mwanzo kurekodiwa ndani ya Maka, sauti ya mwanzo ya Qur'ani kurekodiwa ndani ya msikiti wa Maka, ina takriban miaka 100 kama na 39 kama sijakosea. Mtakuta na ile picha yake pale, mtaona pana mihrabu 4 pale, pana sehemu 4 za kuswalishia. Kwamba watu wa Shafi'ia wataswali hapa na imamu wao, Hanabila hapa na imamu wao, Malikia hapa na imamu wao, Hanafia hapa na imamu wao, ndani ya wakati mmoja, ndani ya msikiti mmoja. Alhamdulillah, hilo jambo hivi sasa limeondoshwa, watu wote wanaswali nyuma imamu mmoja. Anasema rahimahullah ta'ala, yusalli fi aimatun 4 mutaaqibin, wanaswalisha humo maimamu 4 kwa kutofautiana. Watajidu unasan yantadhiruna imamahum bainama al-imamu al-akhar qa'imun yusalli, utawakuta watu wengine wanamsubiri imamu wao aje, wakati ambapo wako ndani ya msikiti na imamu mwingine anaswalisha. Bal laqad wasala al-khilafu ila ma huwa ashaddu min dhalika, bali tofauti za madhehebu zimefikia hali mbaya kuliko hiyo. Inda baadhi al-muqallidin, kwa baadhi ya wafuasi wa madhehebu. Mithalu, mfano, man'u at-tazawuj baina al-hanafiyyi wash-shafi'iyya, suala la kuzuiwa kuozeshana baina ya mwanaume mwenye madhehebu ya Kihanafi kumuoa binti wa madhehebu ya Kishafi'ia. Wanaona kwamba ni batili ndoa hiyo. Hali imefika hapo kwamba mwanaume ambaye anafuata madhehebu ya Abu Hanifa akimuoa binti wa madhehebu ya Imam Shafi'i, ndoa hamna. Hilo limefikia hali hiyo. Yametajwa hayo kwenye kitabu, tutakitaja inshallah, Al-Bahru Ar-Ra'iq. Kitabu chaitwa Al-Bahru Ar-Ra'iq, wallahu al-musta'an. Thumma sadarat fatwa min ba'dhi al-mashhurina 'inda al-Hanafiyya, kisha baadaye ikapatikana fatwa kwa baadhi ya wanazuoni mashuhuri wa madhehebu ya Hanafia. Wa huwa al-mulaqab bi mufti al-Thaqalain, naye ni yule mwanachuoni anayepewa lakabu ya kuitwa kwamba ni mufti al-Thaqalain, mufti wa viumbe wawili, majini na watu. Faajaza tazawuju al-Hanafi bi Shafi'iyya, yeye akajuzisha mwanaume wa Kihanafi kumuoa msichana ambaye ana madhehebu ya Imam Shafi'i. Hapo nyuma ilikuwa mwanaume ambaye ana madhehebu ya Imam Shafi'i ya Abu Hanifa kumuoa mwanamke ambaye ana madhehebu ya Imam Shafi'i, ndoa hiyo ni batili, haikubaliki. Kisha baadaye huyu mufti Thaqalaini akasema hapana, inafaa vipi? Inafaa tu mwanaume wa Kihanafi amuoe msichana wa Kishafi'ia. Alafu akatoa sababu, anasema wa'allala dhalika biqawlihi, akasema tanzilan laha manzilata ahli alkitab, kwa sababu huyu msichana wa Kishafi huyu tumemweka daraja la ahlul kitabi, huyu tumemweka daraja la ahlul kitabi. Yani ndio sababu ya huyu mfulana wa Kihanafi kumuoa huyu msichana wa Kishafi'ia. Wa mafhumu dhalika, kinyume cha hilo, wa mafahimu alkutubi mu'tabaratun indahum, na kinyume cha vitabu vyenye kuzingatiwa kwa wao, annahu la yajuzu al-aks, kwamba kinyume chake haifai. Mvulana anayefuata au mwanaume anayefuata madhehebu ya Imamu Shafi'i hafai kumuoa msichana anayefuata madhehebu ya Abu Hanifa.
kama la yajuzu tazawujul kitabi bil muslima, kama ambavyo ahlul kitabi haifai kumuoa msichana wa Kiislamu. Na mfano wa hilo pia ukirejea kwenye vitabu vyetu mashuhuri hivi, kina vitabu mashuhuri huko vya kifiki vipo vyasomeshwa kwamba haifai kuswali nyuma ya imamu ambaye ni Hanafi. Haifai imamu ani maamuma wa Kishafiia kuswali nyuma imamu ambaye anafuata madhehebu ya nani? Ya Abu Hanifa. Vipo vitabu mashuhuri vipo vyasomeshwa. Haya yote ni natija za tofauti hizi za madhehebu, na haki ni moja. Hadhani mithalani min amthilatin kathiratin tuwaddihu lil'aqil al-athar as-sayyi'a alladhi kana natijata ikhtilafi al-mutaakhirin wa israrihim alayhi. Hii ni mifano miwili tu katika miongoni mwa mifano mingi sana yenye kumwekea wazi kila mwenye akili athari mbaya ambayo imekuwa ni sababu, ni natija na matokeo ya tofauti za watu wa sasa na kuendelea kwao katika hizo tofauti, bikhilafi ikhtilafi salafi, kutofautiana kabisa na tofauti za wema waliotangulia. Falam yakun lahu ayu atharin sayyi'in fil umma, tofauti za wale wema waliotangulia hazikuwa na athari yoyote mbaya kwenye umma. Walidhalika, kwa ajili hiyo, fahum fi manjatin min an tashmalahum ayatun nahi an tafarruq fi din, wale wema waliotangulia wao wako wameokoka kutokana na kuwaenea wao zile aya zenye kutaja adhabu kali kwa wale ambao wanafarikiana kwenye dini, bikhilafil mutaakhirin, kinyume na watu wa sasa. Wao zile aya zenye kutaja kwamba wenye kutofautiana kwenye dini watapata adhabu kali zinawaenea, kwa sababu wao wanatofautiana kwa makusudi, na baada ya hapo hata wajue usawa pia wanaendelea. Hadana Allahu jami'an ila siratil mustaqim. Allah tuongoze sote katika njia yake iliyonyooka. Biidhnillahi jalla wa ala tutaendelea na jawabu la hoja hii ya pili katika majlisi inayofuatia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.